Naam, kwa hivyo Qur'an al-Karim haiungi mkono madai ya wanaodai kwamba mtume ndiye aliyemkunjia uso yule kipofu. Naam, Mwenyezi Mungu ameanza katika sura hii bi suratil mufradil ghaib, kwa kusema fala saddaqa wala salla, kisha akaendelea kueleza. Sasa haimaanishi kwamba ni mtume, anaweza kama mtu mwingine. Kisha akaja thumma bi suratil mufradil mukhatab, akarudi tena katika mtindo wa mufradil mukhatab, udulan min al-ghaiba, akatokana na ile kitendo cha ghaib ila al-khitab fi dhamir al-mufrad, kwenda katika khitab ya dhamiri al-mufrad kama ilivyo katika surati Abasa. Naam, kwa hivyo sio ni hoja kwamba ni mtume wewe, ni mtume wewe, kama ilivyo tena katika surati al-Mudaththir. Naam, ya ayuha al-Mudaththir, anasema innahu fakara wa qaddara. Nani huyo? Faqutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nadhara thumma abasa. Limetumika neno hilo hilo. Hii ni sifa ya makafiri au ni sifa ya watu waovu, sio sifa ya mtume. Na sifa ya watu waovu anasema yauman abusan qamtarira, siku ile imeitwa abusan qamtarira, kwa watu ambao nyuso zao zitakuwa zimekunjana. Ujuhu yawmaidhin ghabara, pia imezungumzwa wa ujuhu yawmaidhin ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara, kuonesha kwamba neno abasa likitumika mara nyingi linatumika kwa watu ambao wametenda ovu. Sifa mnabarikia mtume wewe, mtume wewe, mtume wewe, mtume wewe. Idadi sini Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imeshuka liudabbaru ayatihi, imeshuka ili aya zake zizingatiwe, sio zisomwe kama kasuku. Na watu hapa umekosea fataha wewe, umekosea kesra wewe, umekosea dhamma wewe, umekosea lakini zero ufahamu wake juu ya Qur'ani ni zero. Na ni hodari tu kusema wewe umekosea fataha au umekosea kasra, ufahamu wake Qur'ani ni zero. Anakuja kupambana, sijui anapambana na nani. Na kwa hivyo tunamwambia thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara. Dalili ya mtu ambaye anakunja uso ni nini? Ni kibri. Na hasha linnabii an yakuna mustakbir, haiwezekani kwa mtume ni mustakbir. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sauslihi sakar wama adraka ma sakar. Halafu dhamiri inarudi kwa mtume. Unaona sasa, kama inarudi kwa mtume, kwa nini isirudi kwa yule yule? Lakini mwanzo alizungumziwa bi sighatil ghaib, safari hii anazungumziwa kwa sighatil mukhatab, kwa sababu ni mtu mbaya. Na mtindo huu katika balagha unaitwa iyyaka ani wasma'i ya jara. Ndio shekhe wetu Sheikh Dunia Abu Yahya mara nyingi kuambieni someni balagha, someni badii, someni maani, someni falsafa, someni mantiq, msiwe mnapayuka payuka tu katika kombe hizi. Angalia hiyo surati al-Mudaththir kuanzia aya ya 18 mpaka aya ya 27. Naam, kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa ibtada bi dhamiri al-mufrad, ameanza kwa dhamiri ambayo ni mufrad al-ghaib, ni ghaib fi abasa wa basara. Unaona katika mwisho uko mbele adala ila dhamiri al-mufrad al-mukhatab, akageuka Mwenyezi Mungu tena iltifati hapa kwenye dhamiri al-mufrad al-mukhatab, ma'a anna al-ma'na fi hadhihi al-ayati fi surati al-Mudaththir huwa al-Walid bin Mughira al-Makhzumi. Maana ukisoma tafsiri zote za Kishia na Kisuni ni Walid bin Mughira bin Makhzumi, lakini ameanza thumma abasa wa basara, kisha Mwenyezi Mungu wa ma yudrika wa ma adraka samahani ma sakar, anakuwa khitabu hapa si ya mtume, khitabu ni yule mtu ambaye amezungumzwa kwa sighatil ghaib. Haya tuyazungumza sijui mara ngapi. Ukisoma hiki kitabu cha Ruhul Maani, tafsiri Ruhul Maani juzuu ya 30, utakuta kwamba hata baadhi ya maulama wa ahli sunna wal jamaa walikuwa hawatambui kwamba huyu Abdullah bin Maktum ni katika ansari au ni katika muhajirin, kwa sababu al-Alusi, Allama al-Alusi anasema wawahama al-Qurtubi. Unaona, lakini hatujui kwamba yeye Qurtubi mwenyewe aliposema kwamba Ibn Maktum ni mtu wa Madina, hakusema kwamba yeye amewaza tu hilo, bali alizungumzwa kwamba yeye ni katika ansar, kuonesha kwamba kuna utata katika swala hili. Lakini nitasoma kama alivyoandika mwenye Ruhul Maani, wawahama al-Qurtubi, yeye anaona kwamba Qurtubi kafanya wahamu, kawaza tu mawazo yake yeye tu, fi za'mihi annahu madani, kwa kudhani kwamba huyu kipofu alikuwa ni mtu wa Madina, wa annahum lam yajtami' au lam yajtama' bis-sanadid al-madhkurin, kwamba hakuonana hakukaa pamoja na hawa makuraishi wakubwa waliotajwa min ahli Makkah, miongoni mwa watu wa Makkah. Wa mautihi qabla bil Qadisiyya, na kufa wa mautihi qila, na kufa kwake qila bil Qadisiyya, alikufa katika al Qadisiyya shahidan, akiwa ni shahidi, yauma fathi Madain, katika wakati ilipotekwa nchi ya Madain.
Hiyo pia ni utata kwamba kipofu amekwenda vitani na akafa shahidi katika Uislamu, kwa kuonesha kwamba huyo mtu kwa kweli hawamjui tarjuma yake, hawamjui ameishiaje. Ayyama Umar, kwamba alikufa katika zama za Umar radhiallahu anhu ta'ala. Waraahu Anas yawmaidhin, na Anas alimuona huyo Abdullah ibn Maktum, wa alayhi dir'u, amevaa dir' ile ngao ya vita kwenye kifua. Sasa ngao ina maana gani wakati ni kipofu huoni? Wala hurayatu sauda, na ameshikilia bendera nyeusi. Waqila raja'a minha ila al-Madina, na inasemekana kwamba alirudi Madina. Famata biha, akafa huko radhiallahu anhu. Subhanallah, kuonesha kwamba swala hili lina utata. Kwa swala lenye utata, kwa nini wewe unalichukua kama ni swala la i'tiqadi? Kwa hivyo nitaweka ukumbini tafsiri la Alusi inshallah, juzu ya 30 ukurasa wa 39 hapa ukumbini inshallah. Pia nitasoma kitabu cha Sunani at-Tirmidhi. Kitabu cha Sunani Tirmidhi kinaonesha wazi kwamba hii hadithi haina mashiko, kwa sababu ukisoma katika juzuu ya 4 ya Sunan Tirmidhi kwenye mlango huu wa tafsiri ya Qur'an al-Karim, kwenye mlango wa Abasa, mlango wa 72 ukurasa 291 wa juzuu hii ya 4 ya Sunan Tirmidhi, kuna hadithi nambari 3643 inayosema unzila Abasa wa Tawalla fi Maktum al-A'ma ata Rasulullah. Inaendelea riwaya ile kwamba alikwenda akataka asomeshwe na mtume akamkunjia uso. Naam, faja'ala Rasulullah yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar wa yaqulu atara bima aqulu ba'san. Sasa asema hadithi hii ni hadithu hasanun gharib, ni gharib. Na ikiwa ni hasan gharib, huwezi kuichukua wewe kama ndiyo mashiko tumbuo ya itikadi yako. Warawa ba'dhum, wengine wamerawi hadha alhadith an Hisham bin Urwa, kupitia kwa Hisham bin Urwa an abihi, kwa baba yake ambaye ni Urwa, qala unzila Abasa wa Tawalla fi Maktum wa lam yadhkuru fihi an Aisha. Hakutaja ile riwaya inayotokana na Aisha, kuonesha kwamba riwaya zinapandana, riwaya zina sanadi ambazo zina utata. Naam, ama katika kitabu chengine cha Fathul Qadir, kama tulivyosema, anasema katika juzu ya 5 ya Fathul Qadir, al-Jami' baina fanni riwaya wa diraya fi ilmi at-tafsir ya Allama Shawkani, juzu ya 5 hii ukurasa wa 513, asema qala Ibn Kathir, baada ya kuirawi ile riwaya juu hapo ya kukunja uso kwa mtume, asema fihi gharaba, kuna gharaba. Hadi hadithi ina gharaba, bado wanaishikilia kama ndio tumbuo madhubuti, sio katika lamfisama laha ya aqida. Waqad takallama nasu fi isnadihi au tukullima fi isnadihi. Naam, waqad takallama nasu fi isnadihi, na watu wamesema juu ya isnadi yake kwa sio sahihi. Naam, kwa mfano ukisoma hashi hapa kwenye Ibn Jarir juzuu ya 3 ukurasa 33, waqala Ibn Kathir fihi gharaba wa nakara. Unaona, gharaba wa nakara, ni hadithi mbovu kabisa, lakini wanashikilia ndugu zetu hawa wa al-Sunna wal Jamaa kwa riwaya hii ni sahihi. Tutaweka vitabu hivi inshallah. Na mwisho katika Majma'ul Bayan at-Tabarasi, unaona sasa akija muwahabi hapa au msalafi, anaona katika ukurasa 205 wa tafsiri ya Majma'ul Bayan juzuu ya 10 ukurasa 205, ila nazalatil aya fi Abdullah ibn Maktum wa huwa Abdullah bin Shurayh ibn Malik bin Rabi'a al-Fahri. Unaona, anahitaja ile riwaya ya kwamba mtume alikunja uso. Atasema kama Shia wanayo riwaya hii, lakini anaacha lile neno qila, imesemwa. Ukiona qila, hizi si riwaya za kishia wala si rai ya kishia. Kwa mwisho huku ndio al-Imam at-Tabarasi anatoa rai yake ambayo nitaisoma mimi, lakini nitaacha hiyo qila waqala muisome nyinyi wenyewe inshallah. قال المرتضى علم الهدى, amesema huyu المرتضى علم الهدى قدس الله روحه, ليس في الظاهر الآية, muonekano wa dhahir wa aya hakuna dalili ala tawjihiha ila nabii, kwamba maneno haya yanaashiriwa kwa mtume. Hiyo Abasa wa Tawalla kwamba yeye kakunja uso, bal huwa khabarun mahdhun lam yasrah bil mukhbar anhu. Hakutajwa huyo mtu ambaye anakusudiwa hapo, haikutajwa jina lake
wafiha ma yadullu ala anna almaani biha ghayruhu. Ndani ya aya hizo kunaonesha dalili wazi kwamba anayekusudiwa mtu mwingine, lianna al-abusa laysa min sifati nabii, kwa sababu kukunja uso ni alama ya ujeuri na kibri, na hiyo si sifa ya mtume. Ma'al a'da, hata kwa maadui waliokuwa wazi, fadla anil mu'minin, seuze kwa waislamu almustarshidina ambao tayari wamesha ikubali haki. Thumma alwasfu bi annahu yatasadda, kisha hizo aya zilipomsifu mtu huyo kwamba yatasadda lilaghniya, kwamba yeye kazi yake ni kujikomba na kuwachawa wa matajiri, wayatalaha anil fukara, na kwamba anakengeuka, anakimbia, anajitenga na wanyonge. La yushbihu akhlaquhu, hiyo haishabihiani na akhlaki za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sikilizeni maneno ya maulama wa Kishia ambayo yameandikwa kwa zaidi ya miaka 1000. Na wayuayidu hadha alqawlu, na kinachotia nguvu maneno haya kauluhu subhanahu wa ta'ala, yametegemezwa maneno haya ambayo ndio akida ya Kishia na kauli ya Mwenyezi Mungu, wa innaka la'ala khuluqin adhimin, hakika yako wewe uko juu ya tabia zilizotukuka. Kama kuna tabia zilizotukuka, wewe uko juu yake. Naam. Wa qawluhu ta'ala, walau kunta faddan ghalidha alqalb lamfaddu min hawlik, laiti ingekuwa wewe ni mtu faddan, mwenye mafamba, mwenye pupa, mwenye kibri, ghalidha alqalb, mwenye moyo mgumu usiokuwa na huruma, lanfaddu min hawlik, wange kukimbia. Fadhahir anna qawluhu ta'ala, lilokuwa dhahiri kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu abasa wa tawalla, almuradu bihi ghayruhu, muradi wake ni mtu mwingine. Sasa bado hamjafahamu tu, mnakuja na riwaya hizo ni riwaya tu, ziache hivyo hivyo. Riwaya ambazo si sahihi, hazikubaliana na Qur'ani, haziwezi zikawa ndio chimbuko la aqida. Waqad ruwiya an Sadiq, na imepokelewa kwa Imam Sadiq alayhi salam. Maimamu anasema sasa annaha, kwamba hiyo sura Abasa, hiyo aya nazalat fi rajulin min bani Umayya. Naona riwaya nyingine za maimamu zinasema mtu kutoka Bani Umayya, riwaya nyingine zinasema wazi kwamba alikuwa ni Uthman bin Affan. Basi kuna watu watasema Abu Jafari wewe anatoka na masahaba kwa sababu nimemtaja Uthman bin Affan. Wao walipomtaja mtume bado wao hawamtusi mtume wala hamtukani mtume, lakini mkimtaja Uthman ndio shamtukana sahaba. Basi naliwe hilo mnalosema, lakini huku sikumtukana sahaba, huku ni kuzungumza riwaya ambayo mtu fulani alihusika katika tukio fulani, haina maana mtukana. Na kana inda nabii, kwamba huyo mtu huyo katika Banu Umayya alikuwa pamoja na mtume. Fajaa ibn Ummi Maktum, akaja huyo kipofu ibn Ummi Maktum. Falamma raahu takadhara minhu, alipomuona aliona kama kwa nini aje huyu, hakupendekezwa. Wajamaa nafsahu, akajikusanya pembeni nafsi yake. Wa abasa, na akakunja uso. Wa a'rada biwajhihi anhu, na hakumpa uso wake yule mtu. Fahaka Allah subhanahu dhalika wa ankara alayhi, Mwenyezi Mungu akazungumzia tukio hilo na akalikataa. Naam. Tayib, hiyo ndio rai ya Kishia. Naam, hiyo ndio ya Kishia, ndio rai ya Kishia shekhe. Halafu ndio anasema fa in qila, unaona analeta sasa fa in qila, ikiwa itasema hivi, ikiwa itasema hivi, ikiwa itasema hivi. Kwa hivyo hiyo kwanza amezungumza akida yake hapo ndani, kisha anarudi katika nikashi za baadhi ya maneno mengine. Kwa hivyo tunaposema kwamba Abdullah ibn Maktum, kama alivyosema Qurtubi na mlivyosema katika vitabu vyenu, kama inavyoonyeshwa hapo katika Ruhul Maani, kwamba aliingia, alikufa shahidi katika vita, au pengine alihudhuria vita lakini akarudi Madina, unaonekana wazi utata uliopo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wazi katika Qur'ani kwamba laisa ala al-a'ma harajun, haiwezekani kwa ama yeye hana ulazima wa kwenda kupigana katika vita. Sasa mnamtupia tuhuma kwamba Abdullah ibn Maktum kwamba hakuwa akijua Uislamu wake kiasi hicho, na hao makhalifa waliompeleka vitani walikuwa hawajui Uislamu kiasi hicho, kwa sababu kufunguliwa kwa Al-Qadisiyya kulikuwa katika zama za khalifa wa pili Umar ibn Khattab. Sasa itakuwaje Umar awe hajui aya kwamba kipofu harusi kwenda vitani, wala huyo Abdullah ibn Maktum asijue kwamba yeye hakuwajibika kwenda vitani? Haya mnatuchanganya zaidi, lakini haya yanazidi kuonesha kwamba riwaya hii haikuwa riwaya sahihi. Naam, kama nilivyoeleza kwamba Qur'ani inazungumzia wazi juu ya watu wenye udhuru, hawezi kulazimishwa kwenda katika mambo ambayo yanawatia haraj, yanawatia shida, kwa sababu wama ja'ala alaykum fi din min haraj, Mwenyezi Mungu hakujalia haraj yoyote katika dini. Na katika surati An-Nur anasema laisa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj. Mwenye mtu anayeumwa ugonjwa ni kiguru vile, kipofu, hawezi kutiwa ziki. Kwa mfano shida ya jihadi, hawezi mtu ambaye haoni akaenda kupigana jihadi akapewa diri
yenyewe kama anavyotuambia Qurtubi katika kama ilivyotajwa katika Ruhul Maani, tafsiri ya Qur'ani ya Allama al-Alusi. Yote haya ni utata uliopo katika riwaya ya Abdullah bin Maktum. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema kweli aliposema laisa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid harajun. Na dini yenyewe hasa imesimama kwamba haina harajin, haina dhiki, haiwatii dhiki wafuasi wake. Kwa hivyo nadhani aya iliyoko katika surah al-Hajj imekuja kuamua utata ambao umetengenezwa na ulama wa Ahlusunna wal Jamaa, kudai kwamba Abdullah bin Maktum ama alikuwa ni mtu wa Madina, sio alikuwa mtu wa Maka, na kwamba alikufa katika vita vya Al-Qadisiyah katika zama za Umar bin Khattab, alichukua bendera sijui katika vita. Sasa mtu kipofu atachukuaje bendera? Mtu kipofu atavalishwaje ama ile ngao ya kupigana? Haiwezekani, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wajahidu fi sabilillah, wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Nadhani katika surati al-Hajj na aya ya 78, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Unaona, hakujalia katika dini haraj, na tumeambiwa wama ala al-a'ma haraj laysa ala al-a'ma haraj. Sasa itakuwaje aingizwe Abdullah bin Maktum na Umar bin Khattab na yeye mwenyewe akubali kuingizwa katika haraj? Sasa yote haya tunathibitisha kwamba hawakujua hata hizi riwaya kuzitengeneza. Uongo wenyewe unakuwa exposed, unafunuliwa na kuwekwa wazi na Qur'an al-Karim. Nikutakieni kila la kheri. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Niwashukuruni sana na kuwekeeni zile masadiri ambazo nimetumia katika kujibu au kuweka mada hii, kwamba siye Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliyekunja uso, bali alikuwa ni rajulun min Bani Umayya, kama tukiweka kwamba tusimtaje kuwa ni Uthman bin Affan kama riwaya nyingine zilivyosema. Tunasema ni rajulun min Bani Umayya, lakini hakuwa mtume. Kwa hivyo ondoeni midomo yenu michafu, mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Nikutakieni kila la kheri. Wassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh.